بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد. Ndugu mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ninakuhusia kama ambavyo nayohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karibu katika darasa nambari 51 katika somo la aqida. Tunaposoma katika kitabu cha Khudha Aqidataka min al-Kitabi wa Sunna. Tuko kurasa nambari 24 katika unwani inayosema man huwa al-wali, ni nani wali. Tuko katika somo la aqida. Ni nini mahusiano ya swali hili na itikadi? Imekuja unwani hii katika masomo ya aqida kwa sababu kuna makosa katika kumtafsiri wali. Nini maana ya wali? Wali ni mtu mcha Mungu. Yani kilichokusudiwa katika unwani, wali ni mtu mcha Mungu katika level ya juu, kiasi kwamba tunadhania akituombea dua itajibiwa dua yetu. Tunatarajia Allahu Jalla wa Ala atatuepusha na khairi kwa uwepo wake baina yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuletea khairi, atatuepusha shari kwa uwepo wake baina yetu. Na ukimfahamu wali kwa ufahamu ulio sahihi, maana yake unaweza kuvutika na hali yake na ukavutika na mwenendo wake, na moja kwa moja utanasibisha matendo yake na itikadi yake utanasibisha na dini, kwa sababu hawezi kuwa ni wali na mwenye kupendwa na kuridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa anaishi katika manhaji ambayo ni sahihi. Kwa hivyo kuna faida na kuna maslahi na kuna thamara kumjua wali ni nani, na kinyume chake ni madhara kutokumjua wali ni nani, kutokupata tafsiri sahihi ya wali. Kuna mushkeli tena mushkeli wenyewe narudi katika masala ya aqida. Kuna watu wengi wamejiita ni mawali, wakajikweza na watengeneza watu katika hali ya kuwa wao wamekuwa ni kama ni miungu, na wale ni waja wao ama ni watuma wao, na hiyo inapelekea kwamba watu wanaweza wakawafanya watu kuwa ni vigezo katika dini, ni watu wa kuigwa, wakaigwa itikadi yao, wakaigwa matendo yao, watu ambao hawana itikadi na matendo ya dini, huku watu wakidhania kwamba wanawaiga watu wa dini. Kwa hivyo kujua tafsiri ya wali ni swala la msingi. Mushkeli mwingine wa ufisadi kwenye kutokumjua wali ni nani, anaweza kuwa mtu ni wali wa shetani, ni mtu muovu, si wali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, bali ni wali wa sheitani. Yeye akazuga kwamba ni wali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ikawa anafanya baadhi ya mambo ya maajabu katika maajabu ya kishaitani, lakini akawa anadai kwamba hayo maajabu yanahusiana na dini. Kupotoka katika kumainisha wali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na wali wa sheitani kuna madhara mengi katika dini. Kwa hivyo tusome katika nini, katika kitabu anasema man huwa alwali, wali ni nani? Jawabu ni fupi sana na ni nzuri sana. Alwaliyu huwa almu'minu taqi. Tukisema huyu ni wali wa Mwenyezi Mungu, huwa tunamaanisha huyo mtu ni mu'min na ni taqi. Unaona vitu hivi viwili, ni mu'minun taqiyun. Uislamu wa mtu unasimama kwenye imani yake, kwenye itikadi yake na kwenye matendo yake. Kwa hivyo almu'min, ili neno linawakilisha itikadi yake ni salama, itikadi yake ni ile iliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehemu ya kwanza ya uwali wake. Sehemu ya pili ni taqiyun, ni mcha Mungu, anatekeleza maamrisho, anaacha makatazo, bali kwa hiyo level ambayo tunaizungumza ni mtu mpaka anaweza kuacha hata baadhi ya mubahati na baadhi ya mambo ya halali
hasemi ni haramu wala hawaharamishi watu wala hawakatazi mambo ya halali, lakini yeye anajiweka nayo mbali kwa sababu ya zuhudi, kwa sababu ya kuipa nyongo dunia na kuzielekea ibada, kwa kuwa huenda starehe za dunia za halali zikamtoa ama zikampunguzia daraja au maksi mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa sababu wakati mwingine ukijishughulisha sana na mambo ya mubahati, ukazama katika mambo ya halali, kutakupunguzia mambo mangi katika mambo ya khairi. Utakula sana, utalala sana. Unaweza ukawa na vitu vizuri, magari mazuri na majumba mazuri, ikakupelekea ukajinyenyua kidogo, ukatakabari kidogo. Hivyo vinaweza vikakusaulisha akhera. Kwa hivyo wakati mwingine mtu akashughulishwa na mambo ya mubahati. Kwa hivyo mawali ni watu wanajulikana kwa zuhudi. Mawali hawafanyi hata mambo ya yale ambayo ni makuruhati, japokuwa sio muharramati, hawayafanyi. Kwa hivyo wali ni mtu anayejitahidi katika kutekeleza maamrisho na kuacha haramu, na wanatekeleza mambo ya sunna na wanaacha mambo ya makruh, na wakati mwingine hujizuilia na mambo ya mubahati kwa sababu ya kutafuta ukamilifu zaidi katika kupractice dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akasema alwaliyu huwa almu'minu at-taqiyu, wali ni mu'min anayemcha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Qala Allah Ta'ala, tafsiri hii kaisema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ala tanabahini. Angalia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akisema ala tanabahini, akianza maneno kwa lugha hii huwa anamaanisha kwamba kuna giza katika hayo masala, katika kuyatambua mambo hayo. Kuna kulalala hivi, kuna kusinzia, watu hawako active, hawako macho katika masala hayo, wamelala au wamepotoka. Kwa hivyo hili ni neno la kuzindua, ala tanabahini inna awliya Allah, mawali wa Mwenyezi Mungu, la khawfun alaihim wala hum yahzanuna, hawana hofu wala hawatahuzunika. Tafsiri ya mawali ni hii hapa. Manake haya hapa yalianza kutajwa ni matokeo, kwamba Azza wa Jalla anawapa tumaanina, hawana papara na maisha. Akasema alladhina amanu, mawalini wale ambao kwamba wameamini, wakanu yattaquna, na wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na mtume anasema innama waliyi Allah, wali wangu ni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wa salihul mu'minin, na waumini waliowema hao ni mawali wangu. Sahihun rawahu Ahmad, hadithi hii ni sahihi na imepokelewa na al-Imamu Ahmad. Ndugu zangu, katika darasa ni fupi sana katika mtaala wetu, lakini naweza kusema kitu kidogo katika kuongezea na kumalizia hizi dakika. Kuna kitu kinaitwa karama au makarama. Afwan, makarama ni mambo karama ni amrun khariqun lil'ada, ni jambo ambalo limevunja kawaida, yani si jambo la kawaida. Karama si jambo la kawaida, kama yale yaliyomtokea mmoja katika mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mama yake Isa alayhi salatu wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam, mama Maryam, mama yake Isa alayhi salatu wassalam, mama yake Yesu. Katika makarama yaliyomtokea ilikuwa bibi huyu yuko katika chumba maalum, ana faragha ndefu baina yake na Mola wake, akifanya nyiradi na akifanya ibada katika chumba chake. Nabii Zakaria alikuwa akiingia katika chumba chake, anakuta kuna vyakula na matunda ambavyo hawajampelekea, vingine haviko katika maeneo yao wala haviko katika msimu huo. Miongoni mwa matunda Nabii Zakaria alayhi salatu wassalamu anastaajabu, anamwambia anna laki hadha, yanatoka wapi haya? Anasema huwa min indillah, inatoka kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Mwenyezi Mungu anaweza kuruzuku kwa maajabu hivi, kumruzuku yule amtakaye. Qur'ani inasema kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tafsiri yake ni hii ambayo nimetangulia kuisema. Kwa hivyo Allahu Jalla wa Ala anaweza akapitisha makarama kwa wali, wanaitwa ni auliaullah, na hayo makarama yanaitwa karamatullah, makarama ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla
hayatokei isipokuwa kwa mawali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo tukiona makarama na mambo yasiyokuwa ya kawaida kwa mtu fulani katika wacha Mungu, tunasema tunamdhania kheri kwamba huyu ni mcha Mungu, tunamdhania kheri, tunasema huyu ni mcha Mungu. Lakini tanabaisha ulama wanasema si lazima mcha Mungu wa level hiyo ya kuwa ni wali, si lazima kutokea makarama kwake yeye. Allah Azza wa Jalla anajalia anatokea kwa baadhi ya mawali, lakini si wote. Kwa hivyo ikiwa hatukuona makarama kwa mtu, hatusemi kwamba huyu si wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni nukta ya msingi ya kushika. Kwa hivyo makusudia haya makarama inakuwa ni kumnyenyua huyu mtu na kumpa moyo. Lakini ulama wanasema, na historia inaonesha hivyo, kwamba mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa hawayatumia hayo makarama kujikweza nayo, kama ambavyo manabii hawakutumia miujiza kujikweza nayo. Miujiza nayo ni jambo lisilokuwa la kawaida, lakini hilo linawatokea manabii tu. Ama makarama yanaweza kumtokea nabii na asiyekuwa nabii. Mawali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hawajikwezi, ni mutawadhiun, wala huwa hawapupi kusema angalia sisi Mwenyezi Mungu ametufanyia kadha na kadha. Wanakuwa ni wenye kuficha. Maryam hakuwa ni mwenye kutoka akisema jamani njoni muangalie kuna kadha na kadha katika chumba changu. Zakaria mwenyewe akiingia anakuta, na yeye hamwambii chochote mpaka anauliza. Kwa hivyo mawali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla si wenye kujikweza, bali huwa wanatamani watu wasijue siri iliyoko baina yao na Mola wao. Hawapendi kabisa, ni watu wana ikhlas. Ingekuwa ni watu wa riya wasingelifikia katika hiyo level. Kwa hivyo ni watu wana ikhlasi katika level ya juu sana. Kwa hivyo miongoni mwa alama za kumjua mtu mrongo katika mlango huu ni kuwa yeye aanze kujitangaza na kujikweza kwa yale anayodai kuwa ni makarama ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameyapitisha kwake. Kwa mukabala na kwa upande wa pili, kuna mawali wa sheitani ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na maanisha mashaitani ambao kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewafanya kuwa ni mtihani kwa binadamu, na katika kutekeleza hili lengo la kuwa wao wawe ni mtihani, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewawezesha mashaitani kufanya baadhi ya mambo. Katika hayo na wao hufanya baadhi ya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Ulama wanaita ni makarama ya mashetani, ama ni makarama ya mawali wa mashetani. Angalia, yale ni makarama ya mawali wa Mwenyezi Mungu, na sio wao anayafanya ni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo yakitokea kwa wao tunasema kuna connection nzuri kati ya watu hawa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Haya makarama ya mashetani yanawatokea mawali wa kishaitani. Mawali wa kishaitani sio watu waasi wa kawaida, ni watu waliobobea katika maasiya. Mashaitani nao huleta makarama kwa watu wao. Mashaitani wanawapenda mawali wao ambao wako katika sura ya dini. Kwa sababu gani? Kwa sababu watawatumia kupotosha dini. Watawadhihirisha kwamba wao ni wacha Mungu na wamepata makarama. Watu waige nyendo zao na hali ya kuwa wanatoka nje ya misingi ya dini. Wanadhani wanafuata watu wa dini, kumbe wanafuata watu wa sheitani. Wanadhani wanafuata dini, kumbe wanafuata njia ya sheitani. Na hawa ni wengi sana katika zama tulizo nazo. Kuna watu ni matapeli, hawana makarama yoyote. Namba 2, kuna watu wana makarama lakini ya kishaitani. Hawa wako katika manasara na mayahudi na waislamu. Angalia, kuna baadhi ya waislamu wanaweza kuritadi kwa sababu wameona makarama ya mashaitani kwa watu ambao wamemkufuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Umejifunza hapa kwamba wali ni lazima awe ni mcha Mungu, ni mu'min na ni mcha Mungu. Kwa hivyo nimalize darasa, muda umekwenda. Njia rahisi ya kumngamua wali ni kwa kutumia hivi vigezo viwili. Unatakiwa uwe unaijua akida ya Kiislamu na matendo ya Kiislamu. Ukimwangalia huyo wali wa sheitani na mambo ya dini utakuta wako mbali. Wengine wao hawaswali, wengine wanadumu na najisi, wengine ni watu wa kujisifu, wengine ni watu wa kujitukuza, wengine ni watu wanataka watu wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wanyenyekee. Ukiona alama hizo ujue huyo ni wali katika mawali wa shaitani, wala si wali katika mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika darasa ijayo nambari 52 kuna unwani adhim sana inazungumzia kwa kitu gani wanahukumu Waislamu, na hiyo hukumu ambayo tutakuja kuisoma ndio ambayo ilikuwa imejumuishwa katika unwani kubwa ambayo imetangulia, al-jihadu wal-wala'u wal-hukm. Al-hukmu
ndio unwani ambayo iko mbele yetu katika darasa nambari 52. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.